Mimi kwa jina naitwa Samuel Job Chimanyi, ni mwanasheria wa Baraza la Machifu mkoa wa Dodoma. Lakini vile vile mimi ni mwanasheria wa Umoja wa Machifu Tanzania. Na namba 3 ni mwelimishaji wa kazi za Mheshimiwa Rais kwa maana ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo siku ya leo nimeona tukutane kwa sababu kwa kuwa na mimi ni kiongozi katika maeneo hayo niliyotaja, ni vizuri katika kipindi hiki tunapoelekea katika uchaguzi mkuu nikawa na machache ya kusema kwa maana ya kuboresha mambo mbalimbali katika michakato ya kuelekea katika uchaguzi. Na mambo hayo nitayazungumzia mambo kadha wa kadha, lakini msingi mkubwa utakuwa kuzungumzia kwamba uchaguzi huu nini kifanyike, Tanzania wafanye nini, wagombea wafanye nini, lakini vyombo vinavyohusika katika kuchakata ule mfumo mzima vifanye nini. Ziko sheria mbalimbali zimeainishwa, ikiwepo katiba ya nchi, ikiwepo sheria ya uchaguzi, lakini tafsiri za sheria sio kila mmoja anafahamu. Wananchi wapiga kura sio kila mmoja anafahamu. Kwa hiyo tumekutana hapa ili niweze kwanza nitapitia katiba ya nchi, pengine kwa haraka nitavipitia katiba kuhusu mambo kama 3. Jambo la kwanza nitapitia kila raia wa Tanzania. Kila raia wa Tanzania ana haki zake za msingi kwa mujibu wa katiba au sheria mama ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa kama kila raia wa Tanzania ana haki zake za kisheria au kikatiba, ni vizuri tukazitaja moja moja. Ni sheria zipi? Ingawa najua hapa siwezi kutaja yote, lakini nitataja baadhi. Halafu mwishoni nitahitimisha na uchaguzi katika mkazo wa kukazia sasa uchaguzi nini kinatokea na nini kilichopo na nini kifanyike. Tunasema kila raia wa Tanzania ana haki ya kuishi. 1. 2, ana haki ya kupata elimu. 3, ana haki ya kupewa fursa sawa. Lakini 4, ana haki ya kupewa heshima. Kila raia wa Tanzania ana haki ya kuthaminiwa yeye kama yeye au mimi. Unaona? Na lakini vile vile tunasema kwamba lakini kila raia wa Tanzania ana haki ya kutambuliwa popote yalipo kwamba huyu ni raia wa Tanzania ili kuweza kupata mahitaji yake muhimu. Lakini vile vile namba 6 kuna kupata usawa mbele ya sheria. Kila raia wa Tanzania ana haki ya kupata usawa mbele ya sheria. Lakini vile vile namba 7 kulindwa na sheria. Kila raia wa Tanzania ana haki ya kulindwa na sheria. Lakini vile vile kila raia wa Tanzania ana haki ya kutobaguliwa kwa namna yoyote ile katika utaratibu wa kuishi kwa kutumia vigezo vya ukanda, udini, nasaba au kabila. Hizo ni orodha tu za haki za raia. Kila raia wa Tanzania ana haki gani? Lakini namba 9 kwamba kupata hifadhi katika maisha yake ya kila siku anapaswa au analazimika au anatakiwa kupata hifadhi kila raia wa Tanzania. Lakini namba 10 haki ya kuishi katika eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aende Zanzibar, akae bara, akae wapi, akae mkoa wote, akae wilaya yote, kijiji chochote, ana haki ya kuishi mahali popote. Hiyo ninapitia kwa maana ya kukumbushana kwamba kila raia wa Tanzania ana haki zake. Lakini tukiangalia namba 11 pale kwamba kuheshimiwa, kila raia wa Tanzania ana haki ya kuheshimiwa popote yalipo. Lakini namba 12 kwamba kila raia wa Tanzania ana haki ya kuwa na amani popote anapoishi. Vile vile kila raia wa Tanzania namba 8 ana haki ya kupiga kura kwa mujibu wa katiba au sheria mama ya nchi. Vile vile namba 14 tunasema kwamba kila raia wa Tanzania ana haki ya kufanya kazi halali inayompatia kipato. Na 15 kila raia wa Tanzania ana haki ya kushiriki shughuli za kijamii na shughuli za kitaifa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hayo ni mambo tu 15 nimepitia haraka. Baadaye huko nitafanya summary. Lakini ili haki hiyo ya Mtanzania iweze kupatikana au hiyo haki iweze kuwa ipo, ili haki hiyo iweze kuwa ipo,
na yeye kama raia wa Tanzania ana haki ya kupewa hizi haki nilizozitaja, na nyingine ziko nyingi, lakini hizi nimetaja kama, na hizi zote zinapatikana katika katiba. Ukisoma sheria mama ya nchi utakuta kuna vifungu vinavyoashiria kwamba hizi sheria ukisoma katika ibara ya kwanza, ya pili kifungu kidogo cha kwanza, ibara ya pili kifungu cha kwanza, ibara ya tatu kifungu kidogo cha kwanza, ibara ya 4 kifungu kidogo cha 4, ibara ya pili kifungu cha 3 na kifungu cha 4. Hizo ibara katika sura ya kwanza ya katiba sehemu ya kwanza inazungumza mambo hayo. Sasa kama kila raia wa Tanzania ana haki hizo, lakini pia naye ana wajibu wa kufanya ili haki hizo ziweze kuja. Wajibu ni upi? Kila raia wa Tanzania ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii au sheria hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo tunaita sheria mama. Kwa hiyo ili uweze kupata haki yoyote ile ambayo unaona ni haki yako kwa mujibu wa katiba, lakini lazima neno kutii sheria, kutii katiba, kutii kanuni zilizoainishwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la pili, kila raia wa Tanzania ana wajibu au anawajibika, na hapo sio kwamba ni hiari, ni kulazimika. Neno wajibu maana yake kulazimika kufanya hivyo, kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, kuchukua hatua za kisheria pale inapobidi. Namba 3, kulinda na kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila raia, na nataja haraka kwa sababu ni mengi. Lakini namba 4, hayo tunazungumza ni wajibu. Kule tulikuwa tunazungumzia kuhusu haki. Namba 4, kutunza vizuri mali za mamlaka ya nchi, kupiga vita aina zote za uharibifu, na vile vile kuendesha uchumi wa nchi au uharibifu katika uendeshaji wa uchumi wa nchi. Namba 5 ni kulinda uhuru wa taifa. Kila raia wa Tanzania anawajibika kulinda uhuru wa nchi yetu. Lakini vile namba 6 kwamba kila raia wa Tanzania anawajibika kulinda amani ya taifa. Lakini namba 7 kulinda uhai wa taifa kwa kutii sheria. Lakini namba 8 kulinda heshima yetu au kulinda heshima ya nchi yetu. Kila raia wa Tanzania ana wajibu au analazimika au anawajibika au anatakiwa kulinda heshima ya nchi. Namba 9 kukataa. Namba 9 kukataa vitendo vya uvunjifu wa amani. Hayo ni wajibu wa kila raia wa Tanzania, anawajibika kukataa vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani. Namba 10 kukataa kuchukua sheria mkononi. Yaani hapo analazimika au anawajibika au anatakiwa. Kwa hiyo ni mapitio ambayo nayafanya kwa haraka. Lakini namba 9 kupiga vita hali ya maadui. Huko mbele nitafafanua wanaovunja sheria zetu. Kila raia wa Tanzania anawajibika, analazimika kupiga vita. Sio mtu mmoja au watu kikundi. Kila raia wa Tanzania au kila mtu ambaye anajiita raia wa Tanzania anawajibika, analazimika kupiga vita hali ya maadui. Na maadui wanaovunja sheria za nchi. Yaani kitendo cha kuvunja sheria za nchi wewe unafanyika adui. Sasa haijalishi wewe ni raia wa Tanzania au sio raia wa Tanzania, ukishavunja sheria za nchi wewe unakuwa adui. Kwa sababu sisi taifa letu kama ambavyo tunasema ni nchi ya amani. Kwa hapa tunaangalia, tunaona kwamba namba 12 kuheshimu mamlaka za sheria. Kuheshimu mamlaka za sheria tunamaanisha hapa vyombo vya dola. Maana yake ikiwemo kuheshimu polisi, kuheshimu mahakama, kuheshimu mamlaka nyingine zote zinazoweza kutoa haki kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tunasema namba 13 kufuata kanuni zilizoainishwa katika katiba yetu. Lakini namba hapa tulikuwa tuko namba 13. Na namba 14 tunasema kuelezea mazuri ya nchi yetu. Kila raia wa Tanzania anawajibika. Haya sio kwamba nazungumza mimi. Haya ni yanatokana na katiba
katika ibara ambazo nitazitaja katika swala la wajibu. Ni sheria, maana yake ni msingi, ni mfumo wa nchi kuishi, ni mfumo wa sisi kuishi kwenye nchi yetu huu ambao uliasisiwa na waasisi, kwamba kila raia wa Tanzania anawajibika kuelezea nchi yake au kuelezea nchi yetu mazuri. Lakini namba 15 tunasema ni kuenzi na kuheshimu mawazo ya waasisi. Katiba imesisitiza hivyo. Lakini namba 15 hiyo tunasema kuenzi na kuasisi, maana yake tunaenzi vipi? Tunaenzi katika yale yaliyofanywa kwa maandishi, ikiwemo katiba ya nchi ambayo inaelezea kwamba nchi hii ilipata uhuru kupitia watu. Hao watu ambao tunasema waasisi wetu ndio walio formulate. Kiingereza tunasema wameformulate, wameexpress na ikawa realized. Kuna mambo matatu kwamba the country has been formulated, expressed and realized in the eyes of other nations. Katika macho ya mataifa mengine nchi yetu imeundwa, ikaelezewa, halafu ikatambuliwa na mataifa mengine ulimwenguni. Kwa hiyo hayo yalikuwa 15, kwamba haki za raia wa Tanzania maana yake ni baadhi tu, zinaweza zikatajwa hata mpaka zikafika 100 na kwa kutohoa tunaita. Lakini unaweza kukuta kwamba tena kuna wajibu. Wajibu nimetaja mfano kama 15, lakini ukitohoa yanakuwa mengi. Sasa tuje kipengele cha 3, makatazo. Au tunasema kwamba katiba haitaki nini au haitaki raia asitendewe yepi? Kukosa kuishi maisha huru. Katiba yetu inakataa kabisa kwamba raia wa Tanzania anaishi maisha ambayo sio huru. Katiba inakataa. Katiba inataka kila raia wa Tanzania aishi maisha huru, maisha yenye amani. Kwa hiyo katiba pia imeweka makatazo kwamba isiwe hivyo. Lakini namba 2, kupoteza haki ya kupata nini? Elimu. Katiba inasema kila raia wa Tanzania apate elimu. Kwa hiyo kama atakosa elimu, katiba inakataza kitendo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuchambua kuhusiana na haki na wajibu. Sasa nchi yetu mwaka huu inakabiliwa na tukio kubwa la kitaifa ambalo kila baada ya miaka 5 linafanyika, maana yake uchaguzi mkuu wa nchi. Sasa mimi rai yangu ni nini katika hapo? Kwamba Watanzania sisi tuna mentality za kukariri. Uchaguzi wa awamu hii lazima tufike mahali tufahamu hivi kwamba kwanza wananchi wanaokwenda kushiriki kupiga kura, kuwapigia kura wagombea wa udiwani, wagombea wa ubunge, sio wale waliozoeleka. Kwa lugha nyingine tunasema nchi hii ya Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuelimisha watu. Na watu wamesoma, watu wana elimu, wanaelewa. Kwa hiyo wale wanaoenda kupiga kura tu kwanza sio wananchi wa kawaida, ni watu wenye uelewa wao. Kwa hiyo nini hapa nazungumza kwamba kwanza hawatafanya kosa. Na mimi hapa mada yangu ni kusisitiza kwamba wananchi tusifanye kosa, lakini naamini hawatafanya kosa. Kwa hiyo nini rai yangu? Wagombea wote wanaokwenda kushiriki uchaguzi, ninaamini kabisa ni wagombea ambao wanajiamini na wagombea ambao wana upeo mkubwa wanaenda kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo vile vile katika eneo hili vyama vya siasa, ninakumbusha kwamba katika mchakato wa kuwachakata viongozi wa kuwarudishia wananchi, tujitahidi kuchukua wale wenye viwango na uwezo wa kwenda kukidhi matakwa na matarajio ya wananchi. Kwa sababu kumekuwa na contradiction moja nimeisikia na nataka niieleze hivi. Kuna tendency ya kwamba wabunge waliokuwepo madarakani ni kama wao wataendelea. Ni kama kuna kudumu fulani, kwamba kama kuna uhatimiliki fulani. Hapana, sio sahihi. Kwa sababu kulikuwa kuna usemi kwamba watu wengi wameacha nyadhifa za serikali, sijui nyadhifa kubwa, wamekwenda kule kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea. Kwa nini? Bungeni kuna nini? Hapana. Sasa hapa nataka niwaweke sawa kwamba hilo ni takwa la kikatiba. Kila raia wa Tanzania, sijui yuko mamlaka gani, lakini sheria inaelekeza, sheria mama, kwamba kila raia wa Tanzania ana uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa. Mkulima, mfugaji, mfanyakazi, ana cheo kipi. Kwa hiyo walioachia ngazi kubwa katika nchi hii kurudi kuchukua fomu au kuwania ubunge, kuwania cheo chochote cha katika vyombo hivi vya dola, hawafanyi kosa.
hiyo message ijulikane. Vipi hali ya kisiasa ambayo inaonekana kwa sasa hivi nchini, baadhi ya watu wanaosema no reform no election, kwa mtazamo wako ikiwa kama mshauri, ndio unazungumziaje? Mimi hilo no reform no election na mengine na kauli mbiu ziko nyingi kama ambavyo wamesema Mheshimiwa Rais mstaafu juzi. Kauli mbiu ziko nyingi, hizo tunaenda kauli mbiu. Kitu kikubwa cha kuzingatia katika hapo kwanza ni kuzingatia sheria za nchi. Katiba ya nchi inasema hivi: kila raia wa Tanzania ana haki ya kupiga kura au kupigiwa kura, na katika kupigiwa kura au kupiga kura kwamba zoezi hilo litazingatia masharti yaliyoainishwa na sheria iliyotungwa na Bunge. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shida yoyote, na labda tuseme labda kuna swala la kutofahamu au mtu anaamua tu, kwa sababu mimi ninachoamini vyama vyote vya siasa vinajua sheria hii kwamba huwezi kuibuka tu ukasema no reform no election. Sasa ukisema hiyo maana yake unasema wewe, au kimesema chama chako, au imesema nini? Imesema taasisi. Hayo tu ni tunasema katika mchakato wa mambo ya kisiasa kauli mbiu huwa zinakuwa zipo. Lakini inapotokea misuguano pia sheria imeshauri kwamba matatizo yote yanayotokea au changamoto zitamalizwa kwa kutumia sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana umesikia mengine yako mahakamani. Hayo ni mambo ya kawaida. Na halafu watu watambue kwenda mahakamani sio chuki. Chombo kama mahakama ni katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeainishwa kwamba katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chombo kitakachokuwa na maamuzi ya mwisho juu ya utoaji wa haki za raia wa Tanzania nilizozieleza ni mahakama. Kwa hiyo mtu akipeleka mahakamani sio kwamba kuna chuki fulani inajengeka, tunaenda kupima. Tunaenda kufanya mizani ya kisheria. Je, alikuwa sawa? Mahakama ndio imepewa, Bunge linatunga sheria, mahakama inatafsiri. Serikali ina execute, inasimamia kwa kutumia vyombo vyake vya dola. Kwa kutumia watu wanaitwa law enforcers ambao ni polisi. Mahakama ikiamua, serikali inachukua mkondo. Kwa hiyo mimi kabla hujaniuliza, uchaguzi huu katika chaguzi zitakazokuwa nzuri ambazo zitavunja rekodi ya utulivu ni huu. Kwa sababu watu tumesoma, tumeelimika. Hasa katika taifa la watu waliosoma, wameelimika, wamestarabika. Hakuwezi kuwa na majanga haya tunayozungumza, maana yake tunapeana tahadhari. Kwa maana ya kwamba mtu mwingine asije akajikuta amevunja sheria za nchi, katiba ya nchi, sheria ya uchaguzi iliyotungwa na Bunge ikatumike huko. Mwingine anavunja kwamba akizani ya kwamba anapofanya hivyo hata dhibitiwa. Hapana, uchaguzi utakuwa huko vizuri. Lakini pia niseme hivi, wale wote waliomwangusha rais, rai yangu nyingine, wale wote ambao walikuwa wana dhamana, wametewa dhamana na chama, wakapitishwa, wakawa wabunge, wakawa madarakani, wakapewa majimbo, halafu wakashindwa kusimamia shughuli ambazo kwa mjibu wa sheria katiba ya nchi kwenye kipengele cha bunge na madaraka pale ambapo mbunge ana majukumu yaliyoainishwa, walishindwa. Mimi nasema wananchi wasimuonee mtu. Apandacho mtu ndicho watakachovuna. Hukufanya uwajibikaji, basi wananchi wakikuamua upumzike, usikasirike. Ujisikie tu amani, watakuwa wamekutendea haki, kwa sababu kupata ni haki na kukosa pia ni haki kama sheria zimefuatwa. Kwa hali ambayo tunaiona sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kuna baadhi ya watu wakikuwa wanatumia lugha chafu wakizungumzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mabaya na wengine na kebei. Kwa upande wako kama mwanasheria, hiyo hali wewe unaizungumziaje? Mimi kwa upande wangu, wale unajua tunayo mifano mbalimbali ya nchi mbalimbali, hatuwezi kuzitaja, kwamba wale nchi zote ambazo ziliwahi kuthubutu kukiuka sheria zao ndo hao wote wanafanya ukiukaji wa sheria, kwa sababu hakuna chama cha siasa chenye katiba iliyoainisha kutukana au kuchafua mtu. Vyama vyote katiba zao ukipitia wamesema sisi tukipewa madaraka tutafanya mazuri haya. Sasa wanaotukana kwenye mtandana, mimi nafikiri ni kwamba pia taasisi inayohusika TCRA na watu wengine wanaohusika wachukue hatua za kisheria. Kwanza mimi ukiniambia kwamba rais anasema vibaya kwenye mtandao,
mimi naona kuna uzembe tu unafanyika wa baadhi wa watu waliotakiwa kuwajibika. Yaani rais ambaye ndo tunasema ndo nembo ya taifa, ndo rogo ya nchi ya Tanzania, kwamba matusi yako mtandaoni, lazima kufikiria vizuri. Sio sawa. Hata leo mimi ukinipa kitengo hicho leo cha kudhibiti watu kama hao, lazima washughulikiwe. Kwa sababu mwisho wa siku, kwa mfano haya, kuna baba na mama, nitoe mfano mdogo. Kuna baba na mama kwenye familia. Sasa kuna watoto wapo. Lakini watoto nao wamezaa watoto, mmekuwa wajukuu na vitukuu mpo. Halafu kila anayeamua tu kutukana na tukana hao walio kuwa wazazi. Unategemea afya itatoka wapi? Hata mimi nikiwa rais siwezi kubali kwenye mtandao nikakuta umenitukana, lazima nikushughulikie. Sababu ni utovu wa nidhamu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, wale wanaotukana kwenye mitandao, wanao comment vibaya, uwekwe mfumo tu wa kuwashughulikia. Kwa sababu kwa mfano tunaenda kwenye uchaguzi, kama watu watakuwa hawajawekewa mfumo wa kushughulikiwa, unadhani taifa litakuwa katika hali gani? Kwa hiyo wewe umeniuliza swali zuri. Rai yangu mimi, kwanza mimi ni mwanasheria ambaye kazi yangu ninawashauri machifu, viongozi wa mila na desturi. Sasa kama ni machifu wanasimamia mila, tamaduni na desturi, halafu kuna matusi kwenye mitandao yanayomtusi rais ambaye pia yeye rais ndo rogo ya nchi, ndo chifu mkuu. Kwanza mimi siamini kama hayo. Kwa upande wenu mmejipangaje sasa kama machifu? Na nyinyi ndio mnasimamia hizi desturi, mila, taratibu. Mmejipangaje nyinyi katika kusaidia teknolojia ambayo kwa katika kusaidia hilo? Kwa upande wa machifu wanaendelea kutoa elimu mbalimbali huko waliko. Lakini pia katika msafara, katika kipindi hichi nadhani chifu, kwa sababu ukisema amejipangaje, kwanza hata chifu mkuu naye ni chifu Hangaya amekuwa akitoa maelekezo mengi tu. Kwa hiyo sisi sio tunajipangaje, tulishajipanga na maelekezo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara. Amekuwa akisisitiza tuzingatie sheria, tuzingatie maadili. Chifu mkuu Hangaya tuzingatie, alishasema kwamba siasa chafu haziruhusiwi, siasa za kuchafuana haziruhusiwi. Alishasema. Huyo ndio chifu mkuu pia ambaye anawakilisha machifu wengine wa nchi hii. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tunapoenda kwenye zoezi hili ni kipindi cha kila mwananchi, hebu kujaribu kujitathmini yeye anatoa mchango gani katika kudumisha heshima ya taifa letu, katika kudumisha haki, utendekaji wa haki. Lakini ule tu mamluki fulani kwamba unaamua kuhamasishwa na chama. Hakuna chama hata kimoja katika vyama vya siasa katiba yake inataja kwamba kuwe na vurugu, kuwe na mivurugano, kuwe na kuchafuana. Hakuna. Ila tu inatokeaga mapandikizi, tunaita sisi mapandikizi fulani, kwamba nendeni mkamchafue fulani. Na ninaamini kupitia speech hii, kwa sababu itatrend kwenye mitandao, kwamba mimi nawashauri sana Watanzania wenzangu kwamba kisamini chako, taifa ni letu. Hao wengine, unajua hii nchi watu wamesomeshwa. Unasikia mwandishi wa habari au waandishi wa habari wengine wamesomeshwa. Walivyosomeshwa, elimu imekuwa kubwa sana, na wengine sasa kupitia elimu ile imeingia na elimu ya upotoshaji. Hasa katika elimu ya upotoshaji ndipo hapo utakuta maadili yale ambayo tulipewa shuleni, shule ya msingi, sekondari, chuo na maeneo mengine, mtu kasahau. Na wengine wamelipwa, wanalipwa pesa watu kwa ajili ya kuchafua. Hasa lakini katiba inasema kila raia wa Tanzania ana haki ya kufanya kazi halali inayompatia kipato. Sasa hao wanaochafua wametafuta kazi zisizo halali. Kwa hiyo mtu analipwa tu kiasi fulani cha hela, anatengeneza grupu la kuchafua watu. Lakini mimi naamini nchi yetu ina vyombo vya kutosha kabisa kushughulikia watu. Sasa sisi sio, maisha yetu hatujazoea kutishiana wa Tanzania. Kwa hiyo ninaomba kupitia speech inapokuwa ina trend, kabla mtu hajaanza comment, tulia usikilize vizuri, kama na hoja za msingi maliza.